Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ripoti mpya zinaeleza kwamba Marekani inapeleka wanajeshi zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati huku kizuizi cha Hormuz kikiingia katika siku ya tatu. Utumaji huo wa wanajeshi unaripotiwa kujumuisha kikundi cha wabebaji wa mashambulizi na takribani wafanyakazi 6,000 ndani ya meli ya USS George W. Bush pamoja na takribani wanajeshi wengine wana maji 4,200. Marekani inapanga kupeleka wanajeshi zaidi katika Mashariki ya Kati katika siku za usoni ili kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo huku kukiwa na uwezekano wa kuendelea kwa mapigano na Iran. Gazeti la Washington Post limeripoti jana Jumatano. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani waliotajwa na ripoti hiyo, kikosi hicho kinajumuisha kundi la washambuliaji na takribani wafanyakazi 6,000 ndani ya meli hiyo ya USS George W. Bush pamoja na takribani wanamaji 4,200 wakiwa na kundi lililo tayari kwa ajili ya mapambano ambalo linatarajiwa kuwasili baadaye mwezi huu. Kutumwa kwa wanajeshi kunaingiliana na mzingiro wa baharini wa Amerika unaolenga bandari za Iran na mlango wa bahari wa Hormuz, moja ya juhudi kadhaa za kuisukuma Tehran kutoka kwa mtazamo wa kiuchumi na kuizuia kukabili mpango wake wa nyuklia. Wakati wa mazungumzo, Marekani inadai kuzuia eneo hilo, kwamba meli zinazotoka katika bandari za Iran zisipite katika eneo hilo. Kamandi kuu ya CENTCOM imesema jana Jumatano kwamba meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Iran ilinaswa baada ya kuondoka katika Bandar Abbas na kupitia mlango wa bahari wa Hormuz wakati ikijaribu kukwepa kizuizi cha baharini cha Marekani. CENTCOM pia ilisema meli 10 zimerudishwa nyuma hadi sasa na hakuna hata moja iliyokiuka kizuizi tangu kuanzishwa kwake Jumatatu. Lakini kuanzia Jumatatu kuna baadhi ya meli chache zilipita katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz zikitajwa kwamba ni za Iran, kadhalika na zingine zikiwa ni za Uchina. Ripoti ya kampuni ya ufuatiliaji ya Tanker Trackers ilipinga madai ya CENTCOM ikisema kwamba picha za satellite zinaonyesha meli nyingine kadhaa za mafuta zimevuka kizuizi cha bandari za Iran na sasa ziko katika maji ya Iran, ikiwa ni pamoja na meli ya mafuta yenye bendera ya Iran. Kwa maana kulingana na Tanker Trackers, madai ya CENTCOM ni ya uongo na kwamba ni katika kuridhisha kile ambacho wamesema ni ulinzi uliotukuka katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. Aidha, meli zilizokuwa zikielekea Iraq ziliripotiwa kusafiri huku mifumo ya AIS ikiwa imezimwa ili kuficha mienendo yao. Mtazamaji, endelea kutufuatilia. Tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utajua mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.